Jana klabu ya Young Africans fungameza imeshuka uwanjani dhidi ya TRA. Mchezo umekuwa ni mgumu na kikosi Young Africans kimeondoka na alama moja pekee. Wasiwasi mkubwa kwa mashabiki na wapenda soka ni kuhusiana na hali ya majeraha katika kikosi hiko kuendelea kushamiri, lakini pia timu kuonekana haipo katika mpangilio mzuri. Shida ya Young Africans kwa sasa hivi ni ipi? Ni ratiba kuwa ngumu au ni hali ya majeraha au pia mbinu za mwalimu coach Pedro kutofanya kazi? Ukijaribu kuangalia utagundua kwamba changamoto kubwa kwa Young Africans kwa hivi sasa ni majeraha makubwa ambayo wako nao wachezaji wao. Na sio majeraha tu wako wachezaji, ni wachezaji muhimu ambao wamekuwa wakitumika back to back zaidi ya misimu mitatu kwenye kikosi. Ukiangalia eneo la ulinzi ambalo amekuwa akicheza Ibrahim Baka, lakini ukiacha hivyo Dickson Job ni miongoni mwa maeneo ambayo ni wachezaji ambao wamecheza kwa muda mrefu na wamekuwa na ubora mkubwa, standard ya hali ya juu. Ukiangalia jana mabadiliko rotation ambayo iliyofanyika, unaona walinzi ambao wamepata nafasi still bado walitengeneza makosa mengi. Userious tu au kuwepo kwa TRA. Kama ungekuwa na userious kidogo, huenda tungeshuhudia Young Africans yakipoteza mchezo. So ukijaribu kuangalia pia katika eneo la ushambuliaji, unamuona kama Pacome amerejea kikosini kutoka katika majeraha, lakini bado still hakuwa fiti. So unagundua kwamba ni mchezaji ambaye amecheza kwa sababu kuna uhitaji, hakuna mtu ambaye anakwenda kucheza nafasi yake. Lakini ukiacha kukosekana kwa depth katika eneo la ushambuliaji, unaona watu ambao wanakuja kuchukua nafasi yake nini ambacho wamekitoa. Bad luck pia utagundua kwamba ndani ya muda mfupi Young Africans pia mchezaji wao tegemezi ambaye anaongoza safu ya ushambuliaji Prince Pumelo Dube pia anatoka nje. Hiyo ni idadi pia wa majeraha. Hapo tutegemee kwamba mchezo pia unaofuata huenda katika eneo la ushambuliaji la Young Africans washambuliaji wote viongozi wasiwepo, kwa maana kwa sasa hivi tunamzungumzia hapa Prince Dube, lakini tunamzungumzia hapa Depu anakosekana pia. Kwa maana kijiti atatupiwa Emmanuel Manengo. Je, ataweza kuonesha standard na ubora? Kwa utagundua kwamba kitu kikubwa ambacho sasa hivi Young Africans ambacho wanakipitia ni kuwa na idadi kubwa ya wachezaji ambao wamekuwa wakitumika back to back katika kikosi chao. Naweza kusema kama key players kupata changamoto ya majeraha, kitu ambacho sasa mwalimu kinamlazimu afanye mabadiliko ambayo tunaweza kusema mabadiliko ya lazima, sio ya kiufundi. Kwa sababu mabadiliko ya kiufundi unaangalia kwa mbinu hii ni mchezeshe huyu, kwa mbinu hii acheze huyu, lakini hiki ambacho kinafanyika hivi sasa ni rotation ambayo inafanywa ya lazima. Kama mwalimu anapaswa kumtoa Patrick ili acheze Yao Kwasi kwa sababu Patrick amepata changamoto ya majeraha, si ndio? Leo hii mwalimu anaamua kumchezesha Baka ama Baka Inondo Mwamnyeto kwa sababu Ibrahim Baka amepata changamoto. Frank Yasinki anacheza kwa sababu Dickson Job hayuko kikosini. Kwa hiyo haya sio mabadiliko ya kiufundi. Kwa maana kama sio mabadiliko ya kiufundi, moja kwa moja yanakwenda kuharibu falsafa ya uchezaji wa timu, yanakwenda kuharibu flow ya timu, lakini pia yanakwenda kuharibu performance ya timu, kwa sababu mwalimu anafanya mabadiliko kwa sababu tu hana budi, kisu kimefika kwenye mfuko. Wengine wamefika mbali wakijaji namna ambavyo sajili hizi zimefanyika, dirisha kubwa pamoja na dirisha dogo, wakisema kwamba viongozi wamehusika katika sehemu kubwa kuwasajili wachezaji ambao wameshindwa kuingia katika mfumo. Kwako fungamezo, ukikitazama kikosi Young Africans, kweli kuna hiyo shida ambayo wachezaji waliosajiliwa na viongozi kuonekana kuwa na tatizo katika mfumo ambao wa coach Pedro? Ukiangalia bila kupepesa macho, Young Africans kwenye msimu wa 2025 2026 kwenye swala zima la usajili wamefeli kwa kiasi kikubwa. Wameshindwa kutafuta wachezaji ambao wanakwenda kuingia moja kwa moja kwenye kikosi. Wachezaji wengi ambao wamesajiliwa katika dirisha kubwa pamoja na dirisha dogo shoti msimu 2025 2026 wameonekana kuwa hawakidhi mahitaji kwenye kikosi. Ukijaribu kuangalia katika dirisha kubwa la usajili, Young Africans walifanya sajili nyingi kubwa. Waliletwa kina Celestine Kuo, kina Andeboy Tembo, kina Musa Balakonte na wengine kina Modumbia, lakini wote wanazungumza sasa hivi hawapo kikosini kwa maana walifeli kunako dirisha dogo la usajili wakawaacha. Watu walitegemea kwamba of course Young Africans amefeli katika dirisha kubwa, ni kufeli katika usajili ni jambo la kawaida. Watu walitegemea kwamba dirisha kubwa Young Africans wamefeli kwa maana katika wachezaji wote ambao walisajiliwa katika dirisha kubwa la usajili, mchezaji pekee ambaye amepenetrate kwenye kikosi ni mchezaji mmoja ambaye ni Mohamed Hussein Zimbwe Junior pekee yake katika eneo la ulinzi wa kushoto. Mtu pekee ndo ambao ameingia direct kwenye kikosi. Ukiacha mchezaji huyo hakuna mchezaji mwingine ambaye katika dirisha kubwa ambaye ameclick kwenye kikosi akaingia moja kwa moja na akaonesha kitu cha ziada. Wengi wao wanacheza kwa sababu tu hakuna mtu ambaye anapaswa kucheza, ndio maana wanacheza. Mfano kama Dumbi alikuwa anacheza katika dirisha kabla dirisha dogo kwa sababu tu katika eneo lake kulikuwa hakuna mbadala wake. Wanakwenda katika dirisha dogo la usajili, unaona sajili ambazo zilifanyika dirisha dogo ameletwa kama mtu kama Laurindo Denson Maria Depo. Of course ameonekana kwa numbers ambazo yuko nazo, unahisi kwamba ana kitu cha ziada kidogo ambacho yuko nacho, lakini ukiacha hivyo
unakuja katika eneo ambalo anacheza labda Moda Maro, at least unaweza kuona yes kama kuna potential kidogo yuko na, lakini still bado mimi siamini kwamba ana quality hiyo na standard ya kucheza kwenye kikosi. Kwa sababu ukijaribu kuangalia ni solid sana, alafu sio creativity. Sasa ukiwa mchezaji solid sana alafu ukikosa ubunifu, still kuna kitu fulani kitapungua kwenye kikosi. Tofauti na Duke Ogabuya. Duke Ogabuya ni solid lakini pia ana huo ubunifu. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi akicheza timu inakuwa nyepesi kwenye kushambulia, lakini pia kwenye kujilinda, kwa sababu anaweza akafanya majukumu yote ipasavyo kwa sababu tu ya ubora na standard, kwa sababu ni versatile players, kwa maana ni mchezaji ambaye anaweza akacheza namba zaidi ya moja. Anaweza akacheza winga, anaweza akacheza kama namba 10, anaweza akacheza kama namba 8. Kwa hiyo hata akicheza kama namba 6 bado anaweza kuna nyakati akaact kama namba 8, kuna nyakati anaweza akaact kama namba 10, kuna nyakati tunashuhudia akiscore kwa sababu tu ya hiyo standard na daraja. Sasa ukiangalia wachezaji wengine wote wanacheza kwa sababu tu mtu kama Aaron Okero still bado hajafikia standard na level watu wengi ambao walitegemea kuiona kutoka kwake. Buba Jame ameingia kwenye dirisha dogo, bado pia hajaonesha hiyo standard. Kwa hiyo ukijaribu kucount in general katika msimu wa 2025 2026, wachezaji wawili tu paka hivi sasa unaweza kusema kwamba Young Africans walikwenda kusajili kweli ni kwa maana la Laurindo Denson Maria na Mohamed Hussein Zimbwe Junior, ambao kimsingi paka hivi sasa ukizungumza unaona kabisa ni wachezaji ambao wana produce kile ambacho Young Africans wanakitaka kutoka kwao. Lakini hao wengine wanacheza kwa sababu tu kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akacheza, ama kwa sababu tu ya uhaba wa ufinyu wa kikosi ambacho kuna. Kwa hiyo utagundua kwamba Young Africans hiki ambacho sasa hivi anapitia ni matunda ya kile ambacho uongozi unaweza kusema kwamba walivyo invest. Kile ambacho uongozi wali invest ndio hiki ambacho sasa hivi Young Africans wanakipitia. Hapo ambapo umesema hivyo funga meza. Unaiona nafasi ya Young Africans katika kutetea taji lake la Tanzania bara, pengine kuondoka na tajiri kwa mara 5 mfululizo na kuweka rekodi, ama msimu huu pengine moja kwa moja inaweza kadondosha, kwa sababu kama hali ipo hivi inaleta hali ya hatari zaidi katika kupoteza mchezo? Kwa hali ilivyo, bila kupepesa macho kwa Young Africans wakiwa bingwa yani Young Africans, in short, Young Africans kama atakuwa bingwa, timu nyingine zinapaswa kujiuliza mara mbili, kwa sababu binafsi naiona Young Africans haistahili ile sifa ya kuwa bingwa, haiko nayo kwa sasa. Ukijaribu kuangalia ubora wa kikosi ambacho wako nacho, aina wachezaji ambao wako nacho, idadi kubwa ya majeraha ambayo inawakabili kwenye kikosi chao, unaangalia namna ambavyo timu inacheza, dhahiri shahiri ile sifa ya kuwa timu bingwa inakosekana. Tofauti kidogo na misimu ya nyuma, ilikuwa ni timu ambayo of course tunaweza kusema haikuwa na kikosi kipana sana, lakini wachezaji wake kwa asilimia kubwa walikuwa wanatumika kwenye kikosi. Ukiangalia safa ya ushambuliaji alikuwepo hapo, kwa maana ya Clement Mzize, tunazungumza hapo kuhusu Prince Mpumelo Dube, lakini ukiacha hivyo tunazungumza eneo lao la ulinzi bado lilikuwa very solid, kuwepo kwa kina Ibrahim Baka na wengineo. So unagundua kikosi kilikuwa kamili kama first 11 na wachezaji kadhaa ambao walikuwa na kaa bench bado still walikuwa wana kitu cha ziada ambacho walikuwa nakiongeza. Lakini this time around nazungumza kwamba timu inaonekana kuwa performance yake inashuka, lakini ukiacha kushuka pia kuna numbers kubwa ya wachezaji ambayo wamepata majeraha ama na majeraha ambao watakaa nje pia kwa muda mrefu, na still kwa aina ya ratiba ambayo tuko nayo tutegemee kuona pia idadi kubwa majeraha yakiendelea kuzalishwa. Leo hii tunazungumza hapa katika mchezo dhidi ya TRA, Young Africans wamezalisha majeraha wawili ama majeruhi wawili, kwa maana Dube pamoja na Israel Patrick Mwenda. So far unaona tayari quality nyingine imepotea kwenye kikosi. Kwa hiyo ukiniambia kwamba Young Africans msimu huu anaweza kuwa bingwa, kwangu mimi napata maswali magumu na kigugumizi kukubaliana na hilo, japokuwa bado kijiti kipo upande wao, kwa sababu sasa hivi kwa alama ambazo wako nazo, hata Simba akishinda michezo yake yote anakuwa tofauti alama moja, kwa maana Young Africans anaongoza kwa alama moja. Kwa hiyo kwa kuiangalia Young Africans na mwenendo wa Young Africans, bado uwezekano mkubwa wa michezo ya mbele Young Africans wakaendelea kuangusha alama kwa sababu ya aina wachezaji ambao wako nao na idadi kubwa ya majeraha ambayo sasa hivi inawakabili, na kila siku tunaendelea kuona Young Africans ikiendelea kuproduce wachezaji ambao wamekuwa kipata changamoto ya majeraha. Kwa hiyo mimi kuniambia Young Africans nafasi kutetea ubingwa wako nao, lakini ni ngumu na ni hafifu, kila baada ya siku inazidi kupungua. Sasa hivi ukiniambia Young Africans kuwa bingwa, nitakwambia ana 30% tu pekee yake za kuwa bingwa. Asilimia zaidi
zaidi ya 70 hazipo katika mkono wake. Sasa hapo itategemea na watu ambao wamekuwa kimfukuzia watakuwa na consistency ya kupata matokeo ili kusababisha Young Africans ashindwe kutetea hilo taji, kwa sababu mwisho wa siku kipindi tunazungumza kuhusu Young Africans lazima tuzungumze watu ambao wamekuwa kimfukuza. Je, watakuwa na standard na daraja ya kukusanya alama katika kila mchezo ili kuweza kumpita Young Africans?